2030. Sisi tusimame moja na Comrade Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwenyekiti wetu, alama yetu, na ndiye anayetuunganisha sisi sote. Kwa yule yote ambaye anahisi yeye anaweza akapata kiti cha urais kwa kuheshimu mwenyekiti, hautoboi. Tukishana na hiyo pia, kama unavyojua, gumzo la hivi karibuni kuhusiana na UDA bado kwenye mitandao ya kijamii imekuwa ni gumzo kubwa sana. Leo anapita akitaka kutuaminisha sisi kwamba Rais Magufuli alimpenda sana yeye UDA. Kama alimpenda kweli, mbona alimrusha huko nje ya dunia? Huko alitupwa UDA, huko alitupwa. Waliompenda Rais Magufuli tunawajua, mwenyewe akiwa aliwapenda. Tulikuwa tunaona wengine wamo leo humu ndani. Kwa hiyo tumwache Rais Magufuli, alifanya kazi kubwa sana, Mwenyezi Mungu amjalie. Sasa Sumaye kwenye siasa na misimamo yake si mara ya kwanza. Amewahi kuzungumza mengi sana kuhusiana na masuala ya kimaendeleo, uchumi na muungano, lakini pia akiwa Zanzibar kama waziri aliomba kujiuzulu, na hii speech yake labda nikuwekee uisikie alichokisema. Kwenda kwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ya kujiuzulu nafasi yangu nikiwa waziri wa utalii na mambo ya kale. Kuanzia leo nimefikia uamuzi huu ambao hapa kwetu si rahisi katika utamaduni wetu, kutokana na imani yangu kwamba jukumu nambari 1 la wasaidizi wa Mheshimiwa Rais wakiwemo mawaziri ni kumsaidia katika kutekeleza ilani ya chama, na inapotokea mazingira yasiyo rafiki katika kutekeleza jukumu hilo muhimu kwa ustawi wa wananchi, ni vyema kutafuta jawabu kwa haraka. Huyo ndo Sumaye ambaye kwa sasa ana trend sana katika mitandao ya kijamii, wengi wakijadili na kujiuliza UDA ni nani. Tumeona baadhi ya wanaharakati wamekuwa wakitoa kauli zao wakimuonya. Una maoni gani kuhusiana na hili na hichi kilichotokea? Mimi ni Yasin Ngito.